Bwana Israel, dakika 90 za mchezo umeweza kutamatika, Azam dhidi ya Simba Sports Club katika michuano ya Kombe la Mapinduzi. Pengine kwa tathmini yako ulivyotazama huu mchezo, pengine unaonaje? Ni kitu ambacho kinasikitisha sana kwa upande wa Simba kuanza kuwa wateja wa Azam, kutoka kuwa mteja wa Yanga na kuwa mteja wa Azam. Unajua Yanga Simba mpaka sasa amekuwa mteja wa Yanga mara 6 mfululizo, si ndio? Lakini kwa Azam sasa hivi ni mara 2 mfululizo. Imekuwa ni kitu ambacho Simba sasa kama kinaupokonya usimba ule kama mkali mwituni, kwa sababu wakati mchezo bado hujachezwa, nadhani leo ilikuwa kwenye kipindi cha Mjini FM, nilikuwa nazungumza toka hata jana, kuna watu baadhi nilikuwa nimezungumza nao, nikawaambia Simba wana nafasi kubwa ya kushinda, lakini nafasi hizo za kushinda ndizo nafasi hizo za Simba za kushindwa. Unajua Simba wakati wanaelekea katika mchezo walikuwa kwenye pressure kubwa sana, pressure ya mchezo dhidi ya Azam uliopita. Simba walifungwa goli 2 bila. Umeelewa? Ni kitu ambacho kwa ukubwa wa Simba ni lazima kiwaingize kwenye pressure kubwa, kwamba haiwezekani katika mchezo uliopita tufungwe na huu pia tufungwe. Lakini mazingira yote hayo ambayo nilikuwa nazungumza kwamba Simba wanaweza kashinda kikubwa kwa sababu ya ukubwa wa Simba, lakini pia na pressure ambayo Simba walikuwa nayo, vyote hivyo vilikuwa vinawapelekea Simba waweze kuweza kupoteza mchezo ule ambao wameupoteza sasa. Na ukiangalia Simba ndio walikuwa wameenda na pressure. Azam walijaribu kuachia mpira Simba wakikamata katika maeneo kadhaa, hasa eneo la katikati. Simba ukiangalia hata umiliki, Simba walikuwa na umiliki mkubwa kuliko Azam. Lakini Azam ndio ambao walikuwa na hatari zaidi kuliko Simba hata kwenye ushambuliaji wao. Utaanza kufahamu hivyo. Katikati pale kwa Azam kulikuwepo na Akaminko na Imidimao ambao walikuwa nafanya interception nyingi sana, kwa maana Simba walikuwa wana overturning nyingi sana kwenye eneo linapofika eneo la katikati la uwanja. Manake Azam walikuwa naacha Simba kwenye eneo lao wamiliki mpira, kwenye umiliki wao wa mpira wakisogea eneo lao katikati pale, wakifika katikati ya Akaminko, kafika katikati ya Imidimao, walikuwa nagawana majukumu ya kuwadhibiti wachezaji wale ambao wanaweza kukaa na mipira, kama Neo Maema alikuwa hawezi kuwa na utulivu, mpira ukienda kwa mshambuliaji kutoka pale Kongo Mpanzu walikuwa wanamfikia kwa haraka sana ili asiweze kuwa na madhara. Umeelewa? Kwa maana Azam walishajua kwamba mpira acha wewe nao, ila ukifika kwenye zoni hii hapa lazima tuwe tayari sisi overload na kufika kwenye maeneo haraka ya mipira yao, ili wasishindwe kuwa na malengo ya kupiga mipira. Utaanza kuona jinsi ambavyo Simba wenyewe wameshindwa hata kuwa na sehemu ya kutengeneza nafasi za kupiga mashuti kuelekea kwenye goli la Azam. Umeelewa? Shuti pekee ambalo lilikuwa ni la hatari kwa Azam lilipigwa na Duchu. Sio kama utakuwa na kumbukumbu sahihi. Duchu alipata nafasi akapiga mpira ambao ndio unaweza kusema ulikuwa ni hatari zaidi kuelekea upande wa Azam. Umeelewa? Na baadhi ya michezo mingine, yani mashambulizi mengine hayakuwa na hatari kabisa zaidi ya Azam wenyewe, eneo la katikati la kiungo kwenda kuvuruga mipango ya Simba kwenye zile interception, kwenye dribbles za kina Mpanzo asikuwa na maana tena wakati wanaelekea kwenye upande wa Azam. Hata walipojaribu kupitia pembeni walikutana na mitifuano mikubwa sana, kama kina Chilambo. Chilambo alijaribu sana kuzuia uhatari wote wa Mpanzu, kwa sababu Mpanzu alikuwa anatokea kule, na upande wa huo pia alitokea Chaza Aua pia. Lakini walijaribu kuwazuia sana ili wasiweze kuwa na madhara. Yani ukiangalia Simba unaiona ni Simba ambayo ilikuwa inacheza kutoka eneo la chini kwenda la juu. Umeelewa? Ikifika sehemu ya kiungo
Azam walikuwa wana outshine Simba kutengeneza mipango ambayo ilikuwa inashindwa mipira kumfikia mshambuliaji. Ndio maana utakuta unajua Jonathan Soa wa Simba inawezekana na madhara makubwa kwa sababu wanakosekana watu wa kumtengenezea mipira. Kwa inawezekana akaonekana kwenye eneo la ushambuliaji akawa mzururaji, lakini ni kwa sababu anakosekana utulivu wa kutengeneza zile penetration pass ambazo zinaweza kumfikia na kumtengenezea uhatari wake. Nadhani kuna sehemu utakuwa unafahamu kuna namna ambavyo alipigiwa mpira fulani hivi akauhordi. Ndio mpira pekee ambao alifanikiwa aitaka kupiga shuti, lakini kuna mazingira ambao mabeki wa Azam wakawa wamemzuia Jonathan Soa. Ndio mpira pekee ambao ulikuwa hatari sana kwake, na ule mpira ambao alipigiwa itakiwa au kimbie nao kwenda nao mbele, ndio mipira pekee ambayo alipigiwa. Lakini yote Simba, kitu ambacho mpaka sasa kinawagharimu ni eneo la juu la ushambuliaji, hasa kwenda kutengeneza nafasi, kumtengenezea namba 9 au wale washambuliaji wa juu kujitengenezea nafasi wao kwa wao na kuwa katika eneo nzuri za kwenda kufunga. Kwa hiyo naona kuna changamoto hilo. Kuna kipindi ameingia Joshua Mtale. Joshua Mtale ameingia, kuna wakati ambapo alitengeneza nafasi ya kuingia kwenye boksi wakati anakimbia, baada ya kutoa pasi ambayo ilitakiwa iwe ni cut pass, yeye kapiga pasi ya kuelekea kwa golikipa. Kwa maana angetengeneza ile v pass ambayo inakuwa kama inarudi ndani, wale wachezaji ambao wanakuwa kwenye mikimbio ya kuingia ndani wanaofanya delay ya kuingia kwenye eneo la ushambuliaji, pengine wangesaidia hiyo. Lakini ni kitu ambacho nimeshangaa kwamba hivi kwenye mazoezi ya Simba au wachezaji hawaoni kwamba zile v pass cut pass huwa zinakuwa zinaleta maana kwa mchezaji, ukiwa unaangalia wachezaji wako wanavyokimbia, kwa sababu unapokutana nao ndo anaweza akapiga mpira. Lakini Simba alishindwa kutengeneza mazingira hayo. Yote hayo tunazungumza ni matatizo ambayo Simba tunazungumza kwa muda mrefu sana. Jonathan Soa ambaye tunamzungumza huyu akiwa ni bora sana pale Singida Black Stars, alikuwa nyuma yake kuna mtu anaitwa Bada. Bada alikuwa anamtengenezea pasi ambazo zinamtengenezea uhatari. Utakuwa nakumbuka hata kwenye nusu finali ya FA Simba amekutana na Singida Black Stars kule wapi kwa Raha. Mchezo ambao unaona jinsi ambavyo Bada alikuwa anamtengenezea pasi Jonathan Soa na kuwa msumbufu na kuwa na uwezo wa turning kali ambazo zilikuwa zinaleta madhara kwenye eneo la hatari. Sasa Simba imemkosa mchezaji wa aina ya Bada ambaye anamjua Jonathan Soa kumtengenezea mipira. Hata alivyotoka Jonathan Soa akaingia Baraka Mwangosi, mchezaji mpya kabisa ndani ya Simba ambaye bila shaka atakuwa anafanya majaribio, lakini ni mshambuliaji mzuri sana. Sema bado tatizo la utengenezaji nafasi kwa washambuliaji kwa Simba limekuwa ni shida. Wakati mwingine unaweza kumuona mshambuliaji afai, lakini kumbe watu wanaotokea kutengeneza zile pasi, mtu ambaye pia alikuwa anajua jinsi ya kumtengenezea pasi mtu kama Jonathan Soa ni Morris Abraham ambaye kwenye mchezo wa kuwepo. Kwa hiyo Simba kuna baadhi ya vitu tunaweza kuvitazama. Unaona bado majibu ya Simba yanahitajika, atafutwe mchezaji ambaye pamoja na kwamba wanaweza kana wanafanya pressing, wanafanya mipango mingi, lakini bado uwepo mchezaji ambaye atakuwa na uwezo wa kutengeneza zile pasi za mwisho, key pass ambazo zinaenda kwa mshambuliaji wa mwisho na kumtengenezea mazingira kufanya maamuzi. Lakini mwisho siku ataonekana washambuliaji wa Simba hata aje nani ataonekana mtu, kwa sababu hakuna wachezaji ambao wanamtengenezea mazingira ya kufanya pasi. Lakini niwapongeze sana Azam. Azam pamoja na kuwa na discipline sana kucheza lakini bado walikuwa nakabia Simba kwa juu sana. Yani Simba wanapa nafasi wasogee na mpira, lakini bado wanakabia kwenye kufanya zile pressing. Na walikuwa najua kitu kimoja upande wa Azam, walikuwa najua kwamba michezo kama mipira kama mitatu iliyopea kwa Hussein Abel. Hussein Abel alishindwa kuwa na comfortability ya kuwa na mpira miguuni. Maana yake hata zile naitwa body movement, receiving passi, na pia kutoa mpira kutoka kwenye mikono yake pia hayuko sharp na kufanya maamuzi yaliyo sahihi. Kwa hiyo walishajua kwamba huyu Abel hana uwezo wa kukana mpira, wa kutoa pasi nzuri, kwa wakaanza kuwa press kwa ukaribu zaidi.
yani kuwalazimisha sasa Simba wanafanya build up, Azam walikuwa wanasogelea maeneo yale kwenye kuwadisturb, kiasi ya kwamba Simba walikuwa wanakosa utulivu pia wa kuandaa mashambulizi na kufika pasi kwenye watu mahususi ili waweze kuwa na ushambuliaji. Naweza kumpongeza kocha Ibenge ambaye kafanya hicho kwa kuandaa timu yake na kuonyesha ubora katika mchezo huo. Lugano, cha kumalizia cha mwisho, ile rafu ya Keita pengine haikustahili kuwa kadi nyekundu. Kadi ya Keita, of course kuna matukio mengi ambayo naweza kuzungumza kuhusiana na mwamuzi yani alikuwa kuna sehemu alikuwa na usahihi sana, lakini kuna sehemu ambapo mwamuzi alikuwa amekosa baadhi ya matendo kuwa sahihi. Inawezekana tukamlaumu, lakini kwa kiasi kikubwa mwamuzi kajitahidi sana kubalance game. Yani kama ni kadi huenda zikatoka hata 3, umeelewa? Huenda kadi zilikuwa zimetoka 3 kabisa, kwa sababu umeona kama hiyo kadi ambayo unaizungumza ya Naby Keita, si ndio? Ilikuwa ya Naby, of course, ambayo Naby Kamara. Yule so Keita ambaye alimchezea rafu Zidane. Alikuwa Kamara. Alikuwa Keita. Yule ni Keita ambaye alimchezea rafu Kamara. Rafu mbaya sana. Nakumbuka alimkanyaga sehemu za juu kabisa za maungio ya utunzaji wa watoto pale. Ilikuwa ni rafu mbaya sana, of course. Ilikuwa rafu mbaya. Nadhani inawezekana mwamuzi ndo ninachozungumza hakufanya maamuzi sahihi. Huenda ile itakiwa iwe ni kadi, kwa sababu the way miguu alivyokuwa amepeleka ilikuwa ni kwenda kuhatarisha afya ya mchezaji. Umeelewa? Unajua kadi nyekundu haitolewi tu kwamba umemfanyia tu madhambi, lakini pia unapoenda kuhatarisha afya yake, hiyo ndo itabidi utoe kadi nyekundu, kwa sababu ile ni hatari sana kwa mchezo. Kwa hiyo mimi binafsi ile pia ilikuwa kadi, lakini kuna kitu cha kitoto sana ambacho Duchu kakifanya, ambacho pamoja yeye sio captain, lakini alienda kumgasi mwamuzi kinguvu na kumshika nguo, kitu ambacho nategemea kwa mchezaji ambaye unajua maana discipline. Haikutakiwa hata kulalamika, itakiwa ulalamike ukiwa uko mbali, lakini bado ile kadi ambayo ametoa mwamuzi ilikuwa ni kadi sahihi kabisa, kwa sababu alienda kufanya kitu ambacho kilikuwa cha kipuzi sana. Lakini kuna matukio mengi sana. Mimi nitarajia kadi tu zitatoka, lakini mwamuzi kuna kipindi cha pia alikuwa amepunguza ile tempa yake ya kutoa kadi. Alitoa kadi nyingi sana kama njugu, kagawa sana kadi. Lakini so far tuweza kusema kwamba Simba sasa hivi wana kazi ya kutulia kama management, lakini wana kazi ya kutulia kama kocha ni mpya, lakini wachezaji nao itabidi watulie. Wanatakiwa kwenda kutengeneza mfumo ambao unaweza kuisaidia timu, kwa sababu kuna kitu ambacho nimekizungumza kabla ya game dhidi ya Azam. Mechi 2 zilizopita kabla ya kukutana na Azam, Simba walikuwa wanacheza na kikosi ambacho sio hiki ambacho kinakutana na Azam. Asilimia kubwa ilikuwa ni wachezaji ambao walikuwa wapate nafasi. Sawa, mwalimu tunaelewa kwamba anajaribu kuwapa wachezaji nafasi ambao walikuwa wapate nafasi. Mfano Mzamiru alikuwa anapenda kina cha Sambi, wengi ambao sio first 11 ya Simba, sio ambao iko anacheza. Pengine Simba wangekuwa wanawatumia wale wachezaji ambao wangekuja kucheza hizo mechi kama hii ya Azam first 11 ile, huenda wangekuwa na muunganiko mzuri na spirit nzuri ya kuishinda Azam. Umeelewa? Sio kama unaelewa? Nakupata. Kikosi ambacho kimetumia katika michezo miwili iliyopita. Sawa? Hawa wengi hawakuwepo kwenye kikosi kile katika kucheza pamoja. Manake mchezo wa kwanza toka kwenye mapumziko, wachezaji ambao inaonekana wenye sura ya first 11 ni mchezo huu ambao anakutana na Azam. Michezo iliyopita walichezesha wachezaji wengi under 20, wacheza kikosi ambacho mara nyingi akianzi na wachezaji wachache ambao ni first 11. Juzi nimezungumza, nilimwona mechi ya kwanza Mligo alikuwa mtu wa kwanza kucheza kwenye kikosi cha first 11 ya Simba, si ndio? Lakini baadaye mwingine alikuwa ni Dairuki, alikuwepo pale first 11 ambayo inajulikana, na Mutale. Sawa. Okay. Joshua Mutale. Wengine wote walikuwa tofauti, yani sio wale first 11 asilimia kubwa kama kina Duchus, kina nani wengi ambao sio first 11.
Mimi nikasema nani kocha wa Simba ni kama kuku aliyekatwa kichwa, ni kwa sababu alikuwa achezeshi watu ambao wanaenda kucheza kwenye yani mfano kwenye timu kwenye mechi kama hizi, aliwachezesha watu ambao muunganiko wake unaokosa kwenye timu mechi kama hizi za Azam mnaocheza, umenielewa? Utata ule pia umemchangia mwamuzi nani kocha, umemchangia kocha kuto kupata ile krimu ya wachezaji ambao wana maelewano. Unajua wachezaji ni mnapocheza mara nyingi mnakuwa unajua na mikimbio, mnazoeana ubora na vitu kama hivyo. Wamekuja kina Jonathan Soa ambao wameenda kucheza ndo mchezo toka ameingia ni mchezo wa kwanza. Tumemwona Chaza huwa naye ni mchezo wa kwanza toka amerudi. Kwa hiyo ule muunganiko pia wa Simba yenyewe tumemwona kama Chaza huwa kuna kipindi anapewa pasi yani kama anazubaa hivi, michezo kama mipira kama mitatu hivi kama anazubaa hivi. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo wao kama Simba yani kama kocha kakosea. Inawezekana maneno kuambia wachezaji waje mapema kwenye maandalizi na vitu kama hivyo, vyote hivyo vimesababisha kufunga na Azam. Bahati mbaya ni kwamba Simba sasa wamekuwa wateja wa Azam, wamekuwa wateja pia wa Yanga. Yani Yanga wamekuwa wateja, Simba wamekuwa wateja wa Yanga muda mrefu sana, lakini sasa wameongeza mtu mwingine wa Azam. Mara mbili mfululizo napasuka kwenye dabi ni kitu ambacho inakuwa noma sana. Sawa, Lugano, cha kumalizia cha mwisho sasa, nafasi ya Simba katika kutengeneza kikosi, pengine ushauri wako ni nini sasa, kwa sababu tayari mchuano kama hii na Yanga nao na kibarua dhidi ya Singida, ni kama vile amekimbia kukutana na mtani. Simba huwezi kusema amekimbia kwa sababu kama ni mapambano wamepambana, lakini mapungufu ndio ambao wamepelekea. Ndio maana kama kupambana kwao kwa Simba kwenye umiliki wa mpira, statistics zinatuonyesha kwamba Simba ndio walikuwa wanaongoza kwa kumiliki, si ndio? Kwa maana hata mipambano ya uwanjani ilikuwa ni mikubwa. Simba walikuwa na pressure ya kusawazisha makosa yaliyofungwa kwenye ligi goli 2 na Azam, umeelewa? Kwa pressure walikuwa nayo. Azam walikuwa na relax kwa sababu washawapiga Simba, hata wakipoteza yao wanacha kupoteza. Kwa pressure ya Simba ilikuwa ni kubwa zaidi. Kwa Simba wana kocha mpya sasa hivi, umeelewa? Huyu kocha mpya ndo anakitengeneza kikosi. Tuna kila sababu ya kumtetea kocha huyu kwa sababu hajapata krimu anayoitaka, lakini bado yuko kwenye majaribio ya wachezaji ambao pengine wanaweza baadaye kumpa chochote baadaye. Kwa hiyo wasubiri Simba, wasio na pressure, wampe baadhi ya mechi Simba wakati wanajiandaa kuelekea kwenye ligi, lakini mashindano ya kimataifa wana kila sababu ya kuwa watulivu. Simba wakiendelea kuvurugana, inawezekana baadaye wakajikuta na vuruga kabisa, yani kila kitu hakifanyiki tena. Wana sababu ya kutulia Simba kwamba kocha ni mpya. Kuna wachezaji wengine itabidi walazimike Simba wakawachukue wachezaji ambao wanaweza kawa ni quality ya juu. Simba wajitahidi tu wakatafuta wachezaji kwa sababu ya kuongeza ubora pale juu, hasa katika eneo la ushambuliaji. Kuna wale wanaitwa viungo, wale ambao wanatengeneza nafasi, umeelewa? Wajijaribu Simba wakatafute viungo hao ambao wakikaa na mpira wanajaribu kutengeneza nafasi kwa washambuliaji. Nadhani watarudi kwenye mfumo, lakini kufanya vibaya kwenye mechi hizi inawezekana Simba ikawasaidia kufanya maamuzi magumu ya kuchafuta wachezaji ambao wanaweza kuleta mapinduzi makubwa ndani ya Simba. Lakini kama angeshinda pengine wangejisahau kwamba wako vizuri. Simba wanahitaji kwenda sokoni kutafuta wachezaji wenye quality zaidi ili washindane na Azam, washindane na Yanga. La sivyo baadaye tutajikuta Azam wanaanza kuhesabu tena. Sawa, Lugano, tumefunga Simba itakuwa ni kitu cha aibu. Sawa, Lugano.